Mungu ni mwema na kila wakati. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Basi karibuni tena. Hii ni siku yetu ya mwisho. Hapa tunafanya kazi mbili. Kwanza kabisa, ningependa kuwakumbusha mada yetu ya leo. Na mada ya leo ni kuhusu mama yetu tunayempenda sana. On the title, Mother Mary, the Beacon of Hope. Ya pili, ningependa kumkaribisha mhubiri wetu wa leo, Padre Pius Juma Owino, padre ambaye alipewa upadrisho siku moja baada ya Valentine's Day. He is also a Valentine's. So, tunamkaribisha kwa kuweka mikono yetu pamoja. Sasa tumweke mikono yetu pamoja, tumkaribishe Padre Pius Juma Owino ili atuelekeze katika mambo yetu ya leo. Karibu sana. Bwana awe nanyi. Somo takatifu limeandikwa na Luka. Mwezi wa sita, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu aende katika mji wa Galilaya uitwao Nazareti, kwa mwanamwali mmoja Maria,
God also bless us with various needs. God has answered our prayers from time to time. God has granted us perseverance to watch and wait for and in Him. We thank Him as we all respond. We thank you, Lord, to Mary, our Mother. We thank you, Lord, to Mary, our Mother. Accept, O Lord, our thanks, renew life and rest with us. We thank you, Lord, to Mary, our Mother. Respond, we thank you, Lord, to Mary, our Mother. We thank you, Lord, to Mary, our Mother. Accept, O Lord, our thanks, renew life and rest with us. We thank you, Lord, to Mary, our Mother. Accept our thanks for the grace received through the sacramental life of the Church. We thank you, Lord, to Mary, our Mother. Accept our thanks for the spiritual and material blessings given to our families. We thank you, Lord, to Mary, our Mother. Matumaini ambao
kuhusu mama yako mzazi. If you are given an opportunity to choose the mother who will give birth to you, would you choose the mother who will give birth to you? So, God is good all the time. You go opportunity to kuchagua mama ambaye anapaswa kuzaa. Je, ungechagua huyo mama ambaye alimzaa? Sema yes. That's why it's
I'm telling you this because the Blessed Virgin Mary, the mother of our child, the one whom we venerate today, the one whom we ask to receive us today, gave birth to hope to the humanity, which is you and I. Alizalisha matumaini kwa binadamu ambaye alikuwa ameanguka katika dhambi, binadamu ambaye alikuwa hana yeyote ambaye anaweza kumsaidia, lakini mama yetu Bikira Maria wakati ametembelewa na malaika Gabriel akakubali kumzaa Yesu Kristo, kumleta ukombozi duniani, so that the human person, the one who was being so sad for so sick, the one who is disturbed about so many things, the one who is looking down upon by the end say, now redemption, hope is coming to the human person. Kwa sababu mtoto ambaye nitamzaa ataitwa Yesu, ambaye ni mkombozi wa ulimwengu. From that time, the world was restored into hope, just because of the yes of our Blessed Virgin Mary, Mother of Perpetual Help. At the time she accepted to bear this son and bring redemption into the world. Human persons knew her, was broken from that moment. It was no more going to be dead because of sin, because our Jesus Christ, who Mary is going to give birth, is going to conquer sin and death. Hope has been born to the human person through the Blessed Virgin Mary. Saying yes in that situation, being younger, knowing the repercussions of being pregnant at that age in that particular society, knowing the punishment of being stoned to death, she still said yes, so that hope will be born to the human persons. Our Blessed Mother is a beacon of hope. She is the path of hope. She is the initiator of hope in the life of every human person. Just because she obeyed the word of God. Na akasema kwa wasi nitendee mimi jinsi ambavyo wewe umenena, jinsi ambavyo Mungu amemtuma ili uweze kuniambia, niweze kuzaa Yesu Kristo ulimwenguni, ili ulimwengu mzima uweze kupata matumaini. From that moment, in the history of the human person, hope was given to us by the Blessed Virgin Mary. The journey continued. Mary hakuzaa mtoto na akamtuma. We normally say that kuna tofauti kati ya mzazi na mzazi. God is good. Kuna tofauti kati ya nani? Mzazi na nani? Mzazi. Mzazi anafanya kama mashine. Yeye anazaa. Anazaa ndani ya mtoto. Anazaa na kisha mtoto wote wengine. But mzazi looks after his child. Anamtunza, anamfundisha, anampenda, anatembea na yeye mpaka awe mtu mkubwa. Anamwonyesha mwelekeo ambao ni mzuri. And that journey was not easy to the Blessed Virgin Mary. But there is nowhere that we are told that she left this child and abandoned him. Mary walked with the Son, Jesus Christ. Her hand was always with him. Her guidance was always with him. Her protection was always with him. Until the time came that our Lord Jesus Christ was to be crucified and then led everything to the Father. Remember, looking for a place where Jesus would be born. It was not an
The journey was so hard, but still, Mary persevered. Mary walked for that, but never lost focus in the function. Mtoto wake Yesu ambaye alikuwa mwacha nyuma kwa sababu hakutaka kupoteza matumaini ulimwengu mzima. Akatembea na yeye, akamleta nyumbani, akamfundisha, and we are told that this son, our Lord Jesus Christ, grew in wisdom, akiwa anaheshimu wazazi wake. The hope of the world will not disappear in the face of Mary. Maria alikuwa matumaini ya ulimwengu, matumaini ya ukombozi wa binadamu, upotee kutoka kwa uso wake na upotee katika mkono wake. Pale Kaluni anakutana na Simoni ambaye alikuwa Simoni pamoja na mmoja sana. Wakati ambapo alipomleta Yesu Kristo pale Kaluni, Simoni akamwambia because my eyes have seen the salvation of the world, and I've seen it live in the Gentile people. The redemption has been brought to the Gentile people. The people who are not believing, wale ambao wako imani, kuzaliwa kwake Kristo umeleta kwao matumaini kwamba hata wao wataweza kuokolewa. Mary has brought this redemption, this hope, not only to us who believe, but hata wale ambao hawaamini. Because our Lord Jesus Christ, God the Blessed Virgin, alikuja kwa sababu ya ukombozi wa kila binadamu. Yeyote ambaye anakuja kumjua na kumsaliti, basi aweze kupata ukombozi kutoka kwake. Mary walked with the hope of the Lord. Mary walked with salvation of the Lord. Alitembea na redemption of the Lord and made sure that she delivered our Lord Jesus Christ, delivered the mission that was given to her by God till the end. Pale hekaluni, Prophetess Anna akamwambia Maria, mtoto huyu basi has been sent for the salvation of the king. And it is clear talking about the child and that was very painful for Mary. Telling about the future of this son, that she's going to pass through lots of experiences, hard experiences, painful experiences, and that fear is going to go to the heart of Mary. That pain is going to go to the heart of Mary. But Mary did not lose focus. Mary continued to walk with the Son. Alileta jina la Yesu Kristo. Hata baada ya mambo aliyosema, akatembea naye ili aweze kumpeana kwa ulimwengu, aweze kumlea vyema, aweze kumpatia kwetu sisi sote, ili wewe na mimi tuweze kupata ukombozi ambao Mungu mwenyewe alipenda tupate. Baada ya hapo, Yesu akaanza safari ya kazi yake. Siku moja akiwa anafundisha Kaluni, wakaja wengine kumwona Yesu. Wakiwa pale nje, wakamuuliza, "Tunaweza tukamwona Yesu?" Wale ambao walikuwa ndani ya hekalu wakamwambia Yesu, "Baba yako na jamii yako, jamaa yako pale nje wangependa kukuona." Yesu akasema hivi, "Mama yangu na familia yangu ni wale ambao wanafanya kulingana jinsi ambavyo Baba yangu anapenda." As a mother, when your son is in a place and you're with your son, unatafuta mtoto wako na kujibu hivyo. Sometimes
but many still manage to give back to ourselves and to follow our Lord Jesus Christ along the way of the cross. She would have demanded that, Lord, instead of my son, hey, ask me your way. Instead of my son, hey, ask me mtoto wako ambaye umemzaa, unaona akitumiwa msalabani, akifungwa na msumari, akichoma kuti na hayo yote, mwishowe unamuona akikata na uhai. There is nothing you can do about it. There is nothing you can help it. Hakuna chochote ambacho unaweza kufanya wakati huo. Because the soldiers are so cruel. Because the soldiers are so harsh. The only thing that they did is to sit at the foot of that cross, watch our son die. Because from the word of Maria, msaada wa uongozi wa binadamu, msaada wa matumaini ya kila mtu ambaye anaishi katika ulimwengu utatoka kwa mwanaye, na sio kuishi kwake lazima apitie kifo. Mungu ni mwema na kila wakati. Yesu akakata. Baada ya Yesu kufa, wakamtoa pale msalabani.
and that is the happiness of this church. When you want some easy, when you are Maria, our name consumption is a matter of this marriage. No. We may be the people who exemplify to a mfano katika maisha yetu kwa ajili ya sala. Maria atuombeleza mali mpaka wakati wa mwisho ili kila mmoja wetu aweze kupewa tuzo ambao anaweza kupata kulingana na kazi yake. Tumsifu Yesu Kristo. Mtakatifu Alfonso Maria Mangori, ambaye ni mwanzilishi wa na katika kitabu hicho anataja Maria, anasema ya kwamba Mary is Maria ndiye tumaini letu. Sio kwa sababu Maria ni mkuu wa kushinda Yesu Kristo, sio kwa sababu anapata Maria daraja kubwa wa kushinda Yesu Kristo. Mary becomes our hope because we need room for her. Tunajua ya kwamba anajua matumaini inatoka wapi. Tumsifu Yesu Kristo. Maria knows the source of all hope. A person who is sick goes to the doctor because the doctor has the knowledge of the story path. A person who wants to settle the journey looks for a driver because the driver knows how to move the car to destination safely. A person who wants to learn something goes to a professional because they know they have that knowledge already in them, and it's in them they can get that back. We need hope. Mary became the leader of the human person from the beginning of the history of salvation. Yes. Wakati wote, wakati wa shida, wakati wa magumu, tukimbilie Bikira Maria, mama aliye msaada wa rehema, mama anayetupenda sana, mama anayetuombea, ili sisi sote tuweze kujazwa ndani yetu matumaini ambayo mwanaye Yesu Kristo. Mtakatifu Alfonso akaendelea kusema kwamba Maria is hope for our sinners. Mary is the hope for our sinners. Yeye ni tumaini la wakosefu wote ambao ni mimi na wewe. Mary is the refuge of hope of you and I, sinner. There is nowhere else. There is nobody else who can ask to give us that hope about Jesus Christ. With intense intercession, with intense spiritual help, a person who is ready at every moment to listen to us, who is ready at every moment to intercede with us, who is ready at every moment to show us the Son of our Jesus Christ, who is the hope for you and I, and the forgiveness of sins and for our redemption. Mary was the Son of Jesus Christ, the Redeemer of the world, the Savior of the world, the hope of the world. That you and I may journey towards the hope of the world with our Lord Jesus Christ. We run to her, our Mother to give us strength to intercession, that even the world is able to acknowledge that our hope lies in the Lord Jesus Christ, and we get it through the intercession of our blessed Mother Mary.
Blessed Virgin Mary was given the one to bring redemption to all the world. Some are given the one to proclaim the word of God. Some are given the one to take care of their families. Some are given the one to help those that cannot help themselves. Some are given the one to pray to those who cannot pray for themselves. And some are given the one to give examples in the lives of others. Kila mmoja wetu, kazi ambayo tumepewa, jukumu ambao tumepewa, talanta ambao tumepewa, tuweze kutumia vyema kwa ajili ya kuleta matumaini kwa mema ambayo tunatendea wenzetu, kwa kutembea nao katika hali yao magumu, kwa kukaa nao katika hali zao za furaha, mfano wao siku zote kwa unyenyekevu, ili sote tuweze kufikisha vyema kazi ambazo tumepewa. Kila mara tusipoteze matumaini kwa watoto wetu. Mtoto anaweza kuwa anaishi sasa ambao ni kinyume na jinsi ambavyo ulilea. Kuna jinsi ambavyo ungependa mtoto wako aweze kuwa, lakini unaona afuate njia yake. Don't give up on your own son. Don't give up on your own daughter. Walk with your daughter in the times of hardships. Guide your daughter in the times of joy. Guide your son in the time of challenges. Guide your daughter and son in the time of weakness, in the time of joy. Don't lose hope or give up on your own child. When Jesus was lost along the way, when Jesus was missing from the face of the company of Blessed Virgin Mary and Father Joseph, Mary did not just go and say, Mary went back kutafuta mtoto wake. Anaweza kuwa mtukutu, anaweza kupotea, anaweza kubaki nyuma. My brother, my sister, my father, my mother, don't lose hope on your son or daughter. Go back and look for him or her. Go back